Rais William Ruto amepokea taarifa mbaya ambayo imetikisa Ikulu. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenya Lens, na ikiwa ni siku yako ya kwanza hapa, tafadhali subscribe. Mbunge wa Kiaru Ndindi Nyoro amedai kwamba kuna mipango ambayo imeendelea ndani ya serikali ya kurekebisha bei ya mafuta na kuzipandisha kidogo katika tathmini ijayo ya bei za mafuta. Kwa mujibu wa mbunge huyo, mikutano tayari imeanza ili kuwezesha mamlaka ya udhibiti wa nishati ama ukipenda Energy and Petroleum Regulatory Authority kutangaza bei mpya ya juu, huku sababu ikihusishwa na mvutano wa kisiasa unaoendelea nchini Iran. Lakini wakati madai hayo yakizuia mjadala mkali wa kitaifa, serikali kupitia waziri wa nishati Opiyo Wandayi amesisitiza kuwa Kenya ina akiba ya kutosha mafuta na hakuna uhaba unaotarajiwa katika muda wa karibu. Ilikuwa ni taarifa iliyokuja wakati macho ya wananchi wengi yakielekezwa kwenye mabadiliko yajayo ya bei ya mafuta. Na siku ya Ijumaa, mbunge wa Kiaru Ndindi Nyoro alitoa onyo kali kwa wananchi akisema kuwa kuna juhudi zinazoendelea ndani ya mifumo ya serikali ili kuongeza bei ya mafuta kwa kiwango kidogo katika tathmini ijayo ya kila mwezi. Kwa mujibu wa mbunge huyo, taarifa alizonazo zinaonyesha kuwa mikutano kadhaa ambayo tayari imefanyika ili kuweka msingi wa uamuzi huo. Nyoro, ambaye katika miezi ya hivi karibuni amekuwa mkosoaji mkubwa wa sera za kiuchumi za serikali ya Ruto, alisema mpango huu unalenga kuhusisha mamlaka ya udhibiti wa nishati nchini Energy and Petroleum Regulatory Authority kutangaza ongezeko la bei, huku akihusisha sababu na hali ya kisiasa inayoendelea katika Mashariki ya Kati. Kwa mtazamo wake, hoja hiyo haitakuwa sahihi kwa sababu mafuta yote yaliyopo nchini kwa sasa yaliagizwa kabla ya kuibuka kwa mvutano mpya wa kisiasa katika eneo hilo. Hoja kuu ya mbunge huyo ni kwamba gharama halisi ya mafuta ambayo yamo nchini tayari ilikuwa imekamilika kabla ya hali ya sasa ya kimataifa kubadilika. Kwa maneno mengine, mafuta yaliyopo sokoni yaliingia nchini kwa bei ya chini ikilinganishwa na bei zinazoweza kuathiriwa na mabadiliko ya sasa ya siasa ama ya kisiasa duniani. Ndiyo maana Nyoro anasema hakutakuwa na msingi wa kiuchumi wa kuongeza bei ya mafuta kwa watumiaji. In Kenya, all the reserves in Kenya were imported before there was instability in Iran. And therefore all the oil in Kenya, the prices, the landing cost was before there was a disruption in the Middle East. Na kwa hivyo oil ambayo iko Kenya saa hii haijanunuliwa kwa bei ya juu, imenunuliwa before hiyo maneno iko Iran ianze. Na kwa hivyo msikuja kupea wa Kenya kizungu mingi na kutaka kuongeza bei ya mafuta. You are the same people who have told us that there is no tanker that has come to Kenya. You cannot therefore purport muna increase bei ya mafuta ati kwa sababu ime increase. Ile iko Kenya saa hii ilinunuliwa na ilikuja Kenya before the oil prices globally changed. Kauli yake imeibua mjadala mpana hasa wakati taifa likisubiri tangazo jipya la bei za mafuta kutoka kwa Energy and Petroleum Regulatory Authority. Na katika tathmini ya mwisho ya bei za mafuta, mamlaka hiyo ilitangaza kupunguzwa kwa bei katika bidhaa tatu kuu za mafuta. Bei ya petroli ilipunguzwa kwa shilingi 4 na senti 28, na bei ya diesel ilishuka kwa shilingi 3 na senti 93, nayo mafuta ya taa yalipungua kwa shilingi 1. Hatua hiyo ilileta bei ya petroli katika soko la rejareja kufikia shilingi 178 na senti 28 kwa lita. Bei ya dizeli ilisimama katika shilingi 166 na senti 54. Na wakati huo huo, mafuta ya taa yakauzwa kwa shilingi 152 na senti 78 kwa lita. Hata hivyo, wakati mjadala kuhusu bei za mafuta ukiendelea, hali ya kimataifa pia imeongeza wasiwasi kuhusu mustakabali wa usambazaji wa nishati duniani. Mojawapo ya maeneo yaliyoangaliwa kwa karibu ni njia muhimu ya bahari inayojulikana kama Strait of Hormuz.
Njia hii ya bahari ni mojawapo ya njia muhimu zaidi za usafirishaji wa mafuta duniani, na inakadiriwa kwamba takriban 21% ya mafuta yote duniani husafirishwa kupitia njia hiyo. Mafuta mengi katika nchi za Ghuba ya Uarabuni kupitia eneo hilo kabla ya kufika katika masoko ya kimataifa. Miongoni mwa nchi zinazotegemea njia hiyo ni pamoja na Saudi Arabia pamoja na United Arab Emirates, na hivyo basi mvutano wowote wa kisiasa katika eneo hilo unaweza kuathiri mnyororo mzima wa usambazaji wa mafuta duniani. Kwa nchi kama Kenya ambayo inategemea sana uagizaji wa mafuta kutoka mataifa kama Ghuba kupitia makubaliano ya serikali kwa serikali, hali hiyo inaangaliwa kwa makini. Na katika siku za hivi karibuni kumekuwa na hofu kwamba iwapo hali ya kisiasa itaendelea kuwa mbaya nchini ama duniani, kuna uwezekano wa kuathiri usafirishaji wa mafuta kupitia njia hiyo muhimu ya kimataifa. Lakini licha ya wasiwasi hiyo, serikali ya Kenya imesisitiza kuwa hakuna sababu ya wananchi kuwa na hofu. Na akizungumza siku ya Ijumaa, waziri wa nishati Opiyo Wandayi alihakikisha umma kwamba nchi ina akiba ya kutosha ya mafuta. Na kwa mujibu wa waziri huyo, Kenya sasa ina mafuta ya kutosha kukidhi mahitaji ya ndani pamoja na yale ya kanda kwa kipindi cha angalau miezi miwili. Alisema serikali imekuwa ikifanya mashauriano ya karibu na wauzaji wa mafuta ili kuhakikisha kwamba usambazaji haukatizwi hata kama mvutano wa kikanda utaendelea. Mashauriano hayo pia yamehusisha makampuni makubwa ya kimataifa ya nishati. Miongoni mwa wasambazaji wanaoshirikiana na Kenya ni kampuni kubwa ya mafuta ya Saudi Aramco, na kwa mujibu wa serikali, mazungumzo hayo yanalenga kuhakikisha kuwa Kenya inalindwa dhidi ya mshtuko wowote wa ghafla katika soko la mafuta duniani. Waziri Wandayi pia alibainisha kuwa ratiba ya uagizaji wa mafuta tayari umepangwa hadi mwisho wa mwezi Aprili mwaka 2026. Na hii ina maana kwamba hata kama hali ya kimataifa itabadilika ghafla, basi Kenya bado itakuwa na muda wa kutosha kupanga hatua mbadala. Kwa upande mwingine, wataalamu wa sekta ya nishati wanaeleza kuwa bei za mafuta nchini huathiriwa na mambo kadhaa. Miongoni mwa mambo hayo ni gharama ya kuagiza mafuta, kiwango cha sarafu ya Kenya dhidi ya dola ya Marekani, pamoja na gharama za usafirishaji. Aidha, mabadiliko ya kisiasa katika maeneo yaliyozalisha mafuta duniani pia huweza kuwa na athari kubwa kwa bei. Kwa sasa macho ya wananchi wengi yako kwa Energy and Petroleum Regulatory Authority. Mamlaka hiyo inatarajiwa kutangaza bei mpya ya mafuta katika tathmini ijayo inayosubiriwa kwa hamu na watumiaji wa mafuta kote nchini. Tangazo hilo inatarajiwa kutoa picha halisi ya mwelekeo wa bei za mafuta katika wiki zijazo. Wakati huo huo, mjadala ulioanzishwa na kauli za mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro unaendelea kuchochea mazungumzo mapana katika kuhusu uwazi katika sera za bei za mafuta. Kwa wananchi wengi, bei ya mafuta ni swala ambalo linagusa moja kwa moja maisha ya kila siku, kuanzia gharama za usafiri hadi bei za bidhaa sokoni. Mabadiliko ya bei ya mafuta huathiri uchumi wa kawaida wa mwananchi kwa haraka. Ndio maana tangazo la bei ya mafuta huwa linachunguzwa kwa makini na wananchi, wafanyabiashara na wachumi kwa pamoja. Na kadri hali ya kimataifa inavyoendelea kubadilika, basi serikali pamoja na wadau wa sekta ya nishati wanasema wataendelea kufuatilia kwa karibu maendeleo yanayoweza kuathiri usambazaji wa mafuta. Kwa sasa taifa linasubiri uamuzi wa mwisho kuhusu bei za mafuta, na uamuzi ambao kwa wengi unaweza kuamua gharama ya maisha katika siku zijazo. Mpenzi mtazamaji, hizo ni taarifa zetu kutoka hapa Kenyalens, na tafadhali ikiwa ni siku yako ya kwanza hapa, kumbuka kusubscribe. Tunane tena kwenye video nyingine.